Nikiongea about mada umetoa about Martha Karua. Mimi nasikia watu wakikuja wakiongea hapa, wengine wanaongea about Martha Karua vibaya sana. Na sometime take time yako hata ya kusoma tu kidogo, alafu ujue ukikuja kuongea mbele ya watu unaongea nini. Yani umepewa Martha Karua, mtu ana reject Martha Karua juu Martha Karua ati aliform party yake na we are in democracy. Alafu wengine anakompea Martha Karua na Atuli. Sasa mtu anakuja anasupport Atuli juu Atuli anasupport mtu. Ujui hata hiyo kiti ya koti hapo, hiyo koti mahali Atuli yako, ujui hata hiyo kiti sababu gani hiyo kiti waliform hiyo organization, na ujui akina nani waliform hiyo organization. Wewe uko na hakika Tombu yake amuka saa hii kaburini akuja apate Atuli ndio anarudi, atafanya nini? Atarudi tu kaburini direct. Juu wafanya kazi wako hapa, nani aliongezwa msara? Atuli anakula Kenya na Wahindi. Wewe uko hapo unakaa hapo chini, so long as Atuli ana support Ruto, hati wewe uko sawa. Uko sawa, na ukisatoka hapo ukienda kwa nyumba yako ni unalia msara ni kidogo. Kabla ukuje hapo ongea na Atuli face to face, umwambie vitu Atuli anafaa afanye, wewe unakuja hapa kupiga Martha Karua. Mimi nasangana watu sometime. Kijana ana support Ruto, kijana ana support mzee. Mzee hata akipata anakusahau. Mzee akipata anakusahau, na wewe unamkumbuka na kura yako. Unakumbuka mtu hata anakuchukia. Vile tuko hivi, mimi nasema hivi, siku moja tutoke hapa tupeleke bunge Karen, kama watakubali tukae hata sekunde moja. Wende tutoke hapa hata tuende Kilelezo, kama watakubali tusanyane hivi. Utasikia wamepigia OCS hao magunzi wanafanya nini hapo. Sisi tunaongea hapa vile tunaweza change maisha yetu, wewe unaongea vile unaweza pandisha maisha ya mtu ako Karen. Ako Karen anataka kwenda US, na wewe unajua utafika Karen siku gani? Lazima tu change mind yetu bwana. Hata lazima tupewe hii. The word of Ruto must go. Kama utaki kusikia, vibuku ndio tutakupea. Si mchezo. Ruto lazima aende. Na mandugu zanguni, unasikia kabila yangu wanasemanga haendi. Usijali, hao wanasemanga tu kama tuko hapa. Lakini tukisafika pale, wanasema nimefinywa na hii serikali ya Ruto, nitampea kura kweli. Sasa usikwenda wasiwasi mandugu zanguni. Hao ndio watakuwa watu wa kwanza kupeleka tu nyumbani. Hao watapeleka Ruto nyumbani asubuhi. Hao watu, nani anajua Jaluo kweli? Mtu ananyoa Jordan na anaacha ndevu. Huyu ni mtu ngumu sana kupigia Ruto kura. Nataka kumwambia watu hivi. Mtu anakuja anasema Gachagua anaenda kusimama. Gachagua asimami mandugu zanguni. Gachagua tumeletewa kama malaika. Sasa Gachagua anakuja na 50 million strong. Tukiweka pale, Ruto sigoi one by one, upende usipende mandugu zangu. Nataka kumwambia watu hivi. Tuwache ukabila na tuingie kwa hii gari moja ya kupeleka Ruto nyumbani. Nataka kusema hivi. Ndiye Ruto, nani katikati yenu hapa? Nani amesapata katikati yenu vile tuko hapa? Nani amesapata na mwanaume akipeleka bibi yako, akipeleka mwanamke yako na mimba kwa lodging? Nani amesapata? Yani unakatia mtu ako na mimba na unataka si bibi yako. Umesapata na mwanaume akipeleka bibi ya mtu ama dem ako na mimba kwa lodging. Uwezi pata. Na kama umesapata bila mkono yako, vile hiyo kitu ni ngumu, ndiye Ruto pia ataface vitu ngumu kurudi kwa kiti 2027. Sasa Mr. Speaker, unipe tu sekunde mbili namaliza nikisema hivi Mr. Speaker. Namwambia watu kila siku, hadi Ruto tutapeleka nyumbani. Na wasikii bwana mandugu zanguni, upende usipende. Nikiangalia Central, niangalie Nyanza, niangalie Western, niangalie Coast, na niangalie Eastern na Rift Valley. Rift Valley wanalia kama Mkale ndiye ataki Ruto.
Wewe ni nani? Bandugu zangu, kama Mkalindi anachukia Ruto, wewe unakuja hapa unasema Ruto hadi Ruto tano tena. Bandugu zangu, Raila walileta hii freedom of speech. Tutaongea. Mr. Speaker, nasema hivi ndugu yangu, chukua kura yako na 2027 ndugu zangu, mapema. Tumepewa penalty na ni Sambaya, na mtu anaenda kupiga penalty hawezi sema sahi, lakini pale tutascore. Mr. Speaker, usijali. Coming 2027 Ruto must go. Umesikia Mr. Speaker?